Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona ametuwezesha kufika katika siku hii ya leo na wakati kama vile huyu, lakini pia tutoe pongezi na shukuruni zetu kwa Jamaatul Khair ambaye ni channel nzuri, Jamaatul Khair Mugiraneza, kutupa tena fursa ya kuweza kuyapitisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tutakumbushana kidogo katika nukta moja ambayo ni dunia na nini dunia hii. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye jaala fi hadhihi dunya mazra, kajalia hii dunia ambayo tumo ndani yake kuwa ni sehemu ya kilimo. Wa fil akhirati maktasaba, na huyo Allah tabaraka wa taala kajalia akhira kuwa ni sehemu ya mavuno, yani mavuno ya kile ambacho ulicholima wapi? Katika dunia yako. Yani mfano, kama duniani ulilima mchele, basi siku ya Kiyama utavuna huyo mchele. Usitegemei kulima duniani mchele eti siku ya Kiyama utakuja kuvuna mihogo. Haiwezekani mwanadamu. Ni sawa na kwamba katika dunia yako kama uliyafanya yaliyokuwa mazuri, basi hayo mazuri yako hayo ndio utakutana nayo siku ya Kiyama. Na kama utafanya mabaya katika dunia yako, basi utakutana na mabaya yako katika wapi? Siku ya Kiyama. Yani kama gisi Mwenyezi Mungu alivyosema katika Suratul Imran, siku ambayo Mwenyezi Mungu atamkutanisha mwanadamu na yale mabaya yake. Kwa hiyo mwanadamu ukifanya mabaya utakutana naye. Tunaziomba swala na salamu zimwendee kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye siku moja maswahaba walimsikia anasema, mali walidunia, ni nini mimi Muhammad katika dunia hii? Ma ana fi dunia ila karakibin, haikuwa mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika dunia hii isipokuwa si lolote wala si chochote kabisa. Sikilizeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu alimpenda kuliko viumbe vyote duniani mpaka mbinguni. Maana yake na ubora wa malaika haufai kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bado ungaliki mfinyu ubora wa malaika mbele ya ubora wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Muhammad anakuambia si lolote wala si chochote katika dunia hii. Kisha Muhammad akatoa mfano, akasema mfano wake yeye katika dunia hii ni mfano wa mtu ambaye alikwenda chini ya kimti kwenda kupumzika jua, kwenda kupumzika nini? Kupumzika mvua. Nini maana ya hicho kimti? Hicho kimti ndo dunia, na yale matawi ya kile kimti ndo hizi nyumba ambazo tulizozijenga sisi. Maana yake tunakwenda kupumzika kupitia nyumba zetu, mvua isitukute wala jua lisitukute. Tukitaka kustarehe tustarehe bila tabu yoyote ya mvua wala jua. Lakini iko siku waja wa Mwenyezi Mungu wataraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia hilo neno akasema, baada ya mapumziko tutafanya nini? Tutaondoka kama gisi walivyoondoka babu zetu, kama gisi walivyoondoka baba zetu, kama gisi walivyoondoka mama zetu. Mwanadamu anaweza akajiuliza, aina ajdaduna wa aina abauna wa aina ummahatuna wa aina ihwanuna
Wa aina muluku wa salatin, wako wapi babu zetu? Wako wapi baba zetu? Hivi miongoni mwetu hakuna wale ambao hawana wa baba zao? Hivi miongoni mwetu hakuna wale ambao wa mama zao walishaga kufa? Wako wapi ndugu zetu ambao tulikuwa tunashirikiana kwa haya na mengine, dini zote tulikuwa tukizichangia? Hivi leo wako wapi? Wako wapi wale ambao walikuwa wakijiita masultani, walikuwa wakijiita ni wafalme katika dunia hii? Wako wapi? Wale waliwahi kuwa hai, baba zetu, babu zetu, walikuwa wanatamba. Alhamdulillah, leo hawapo. Sisi ndo tuko hai, tunatamba, tunachanua, tunafanya vyovyote vile, lakini iko siku tutafanya nini? Tutaondoka katika dunia hii kama jinsi walivyoondoka, kama vile walivyokuja wakaondoka, na sisi tupo. Kuna siku tutaondoka insha Allahu taala. Tutoshike kwanza na hayo. Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana tena katika sehemu ya pili ya dunia.